mpenzi mtazamaji, na karibu katika majadiliano yetu kwenye runinga ya Changamwe, nikiwa mwanahabari wako Chacha Maria, na kama mnavyoona studioni tuna mgeni. Nitampatia nafasi aweze kujitambulisha yeye mwenyewe. Shukran sana Chacha. Kwa majina ni Aisha Salim, nikiwa mwalimu wa hesabati na sayansi katika shule ya Omtiti Comprehensive School kule ya Maporomokoni. Karibu studioni mwalimu, tunafurahia kuwa nawe leo. Na kama ulivyosikia mpenzi mtazamaji, kuwa yeye ni mwalimu katika shule za Junior Secondary School kwa lugha ya Kimombo na JSS kwa kifupi, na wengine waitao Just Some School huko mtaani. Sijui umesikia mwalimu? Nasikia. Aisha Salim, ukiwa kama mwalimu wa mfumo huu mpya wa masomo, unaweza kutueleza umeleta mabadiliko gani? Naam Chacha. Mfumo huu mpya wa masomo umeboresha ubora wa elimu, haswa katika karne hii yetu 21. Umeleta mabadiliko katika mitaala, mbinu za kufundisha na usawa wa wanafunzi wote. Pengine unaweza kutueleza mabadiliko makubwa ambayo mfumo huu umeleta? Kwanza kabisa, mitaala imebadilishwa ili kuhakikisha ujuzi wa teknolojia, ubunifu wa fikra huru na kutatua changamoto za kila siku. Hilo linaonekana kuwa muhimu sana katika dunia ya kisasa. Na vipi kuhusu usawa wa kijinsia na ujumuishaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalum? Naam, swali zuri sana Chacha. Ndio. Mfumo huu unahakikisha ubora wa elimu kwa wanafunzi wote. Ndio. Na vile vile unaleta kuondoa utengano kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum na wale wa tabaka la chini. Pia unahimiza usawa wa kijinsia kwa kutoa fursa sawa kwa wavulana na wasichana. Na ni changamoto zipi mnazokumbana nazo kama walimu wa gredi ya 7, 8, 9 kule shuleni? Na kuna uhaba mkubwa wa vitabu, walimu, madarasa na miundo misingi. Na je, mnaendeshaje elimu kama kuna uhaba wa madarasa, vitabu na miundo misingi? Kwa kweli ni changamoto. Tunafundisha wanafunzi takriban 100 kwa darasa moja. Ndio. Ambapo tunalazimika kuwatuma wanafunzi kwa wazazi ili wanunue vitabu ambavyo kwamba haviko shule. Na je, changamoto hizi mtapambana nazo vipi? Kwa kweli Chacha, utakubaliana na mimi kwamba changamoto hizi zitasuluhishwa iwapo walimu watafata kanuni zilizowekwa katika mwanzo wa mfumo huu, na walimu kupata mafunzo zaidi na rasilimali kuwasilishwa katika shule wakati ufaao. Asante sana mwalimu kwa kuungana nasi leo. Na kabla tukunje jamvi la mkao huu, je, una lolote unaloweza kuambia watazamaji? Ningependa kuwasisitiza kuhusu umuhimu wa ushirikiano kati ya wanafunzi, walimu na wazazi wenzao. Asante mpenzi mtazamaji kwa kuungana nasi kuanzia awali hadi tamati. Tungeweza kuendelea na makala haya, ila kwa sababu ya wakati tunaomba kuachia hapo. Tukutane juma lijalo na wakati kama huu. Asanteni.